Habari gani rafiki yangu mtazamaji wa kipindi chetu cha Bobea Andikoni. Ni siku nyingine tena ambapo tunakualika katika mfululizo wa masomo yetu, na siku ya leo tunakuletea somo linalosema Yesu na Uislamu. Na kabla kabisa hatujaendelea mbele, ni mwalike Madam Junia atubariki kwa ombi kwa ajili ya kuendelea na kipindi chetu. Karibu Madam. Asante. Tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya wakati huu. Wakati kama huu tunanyenyekea miguuni pako, tunakusihi uwe pamoja nasi. Tutakachojifunza katika somo la leo kikatusaidie sisi pamoja na wasikilizaji wetu. Tuandae mioyo yetu, ukatubadilishe kukuelekea wewe, na yote tutakayoyasikia yakatuandae kwa ajili ya utukufu, kwa ajili ya kukuraki katika mawingu ujapo mara ya pili. Asante Yesu kwa kuwa umesikia, na tunaomba tukiamini kupitia jina la Yesu. Amen. Amen. Katika siku ya leo tutaangalia juu ya Yesu na Uislamu. Na pia katika juma hili tutaangalia ni kwa jinsi gani mioyo tofauti ya Kikristo lakini pia ya Kiislamu inavyomtazama huyu Yesu Kristo, ni kama nani wanapomsikia. Na nipo na walimu wenzangu hapa, tutajadiliana na wewe kwa uzuri na fikiria utaelewa. Hivyo ni kualike uweze kutazama mwanzo hadi mwisho. Kabla hatujaendelea mbele zaidi, ni mkaribishe mwalimu Masala aweze kutusaidia katika utangulizi. Tunaposema Uislamu, wakati fulani huwa tunawaona tu wakivaa kanzu na mavazi yao yale mazuri, huenda tusifahamu ni vipi wanavyoamini na ni vitu gani, na natamani tuwafahamu kwa ufupi. Karibu sana. Asante sana. Ni swali zuri. Lazima tuwafahamu Waislamu. Waislamu kwanza ni dini ya pili kwa ukubwa katika ulimwengu huu, ikiwa na almost 25% ya wakazi wa dunia. Na Uislamu wanazo nguzo za Uislamu ambazo ni nguzo 5. Moja ni wanaamini katika shahada, lakini pia wanayo swala, lakini pia kuna zaka na kuna swaumu, lakini mwisho wanayo katika masuala ya hija. Lakini pia Waislamu wanaamini katika Mungu mmoja, lakini pia hawaamini katika upatanisho wa mtu fulani. Wanaamini mtu anapata upatanisho moja kwa moja kwa Mungu wake. Lakini pia Waislamu wanaamini kwamba mwana wa agano alikuwa ni Ishmaeli na sio Yesu ambaye sisi tunamsema kwa Wakristo. Lakini pia wao wanaamini kwamba Yesu ni nabii na wala sio Mungu. Na hoja kubwa ya Waislamu ni kwamba sio masuala ya maadili. Yaani masuala ya maadili Waislamu wako vizuri sana. Lakini hoja kubwa ya Waislamu na kuweza kuwasaidia ni Mungu ni nani. Ndio hoja kubwa ambayo inatakiwa tuweze kuifahamu kwetu sisi, lakini pia hata kwa ndugu zetu Waislamu. Tunapozungumzia masuala ya kuhusu Mungu ni nani, tunazungumzia Mungu mmoja ambaye katika nafsi tatu. Tukisema hivi kidogo Waislamu wanapata changamoto, kwa sababu wanaamini katika Mungu mmoja ambao ni monotheism na sio katika polytheism. Sasa katika wiki hii tutapata dondoo nyingi sana ambazo zitaweza kutugusa na kutusaidia pia. Katika Biblia tunaamini kwamba ni Mungu mmoja kama wao wanaamini wao, lakini katika nafsi tatu. Na tunaipata hiyo, Yesu mwenyewe alisema kwamba yeye na Baba ni umoja, lakini pia akasema tuhubiri Injili tukawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni kusema kwamba kuna Baba, kuna Mwana, lakini pia kuna Roho Mtakatifu. Na sio hivyo tu, Yesu pia akasema kwamba yeye akiondoka, maana yake wanafanya kazi kwa cooperate, kwamba huyu anafanya sehemu fulani, huyu anafanya sehemu fulani, huyu anafanya sehemu fulani. Yesu kazi yake ilimalizika na akafa msalabani. Tunavyoamini wa Kristo, maana Waislamu tunasema alihepa kwenye msalaba pale, alikimbia. Na tunavyoamini kwamba alikufa msalabani na akatukomboa sisi. Kitendo cha kufa msalabani, yeye kazi yake ikawa imeshaisha. Akasema atatuletea msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunavyosemea Mungu ni nani, tunamsemea Mungu mmoja ambaye wanaamini pia Waislamu, ambaye wanaamini Mungu mmoja ambaye ni Allah. Na ni kweli, lakini ni Mungu mmoja katika nafsi tatu. Asante. Na
Nashukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri. Wakati fulani, mpenzi mtazamaji, umewahi kukutana na swali la namna hiyo, Mungu ni nani? Na wengi wamekuwa wakiamini, Wakristo tunaamini ya kwamba Mungu wako wengi, si ndio? Lakini Waislamu wanaamini Mungu ni mmoja, na kuhakikishia kwamba utakapomaliza kutizama somo hili utakuwa umeelewa juu ya huyu Mungu. Na katika juma hili tutakuwa na kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 6, ambapo tutaangalia hapo, na kwa wakati huu natamani nimkaribishe Madam Jennifer tusomee fungu kuu ambalo tutakuwa nalo katika wiki hii, ambalo ni kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6 na ule mstari wa 4. Karibu sana. Naam, nashukuru sana. Bwana Mungu wetu ni mmoja. Naona hata Biblia inaelekeza ya kwamba Mungu ni nani? Mungu ni mmoja. Na natamani sasa nije kwako Madam Glory. Umoja huu wa Mungu unaonekana vipi? Madam Glory, karibu. Umoja huu wa Mungu, tumeambiwa Mungu ni mmoja na fungu letu linaelekeza ya kwamba Mungu ni mmoja. Na Waislamu wanaamini Mungu ni mmoja, lakini tuna Yesu, tuna Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kama Mr. Masala alivyoelezea. Unaweza kutuelezea huu umoja unakuaje katika dhana hiyo? Karibu. Asante. Kwa mafundisho mengi ya ndugu zetu Waislamu hawaamini katika Mungu mwingi au hawaamini katika Mungu mmoja, wakiwa wanamaanisha ya kwamba wanaona kwamba swala la Mungu mmoja sio swala ambalo wamelizoea katika imani yao. Nitanukuu hapa, anasema Mungu wa maandiko mtakatifu anakataa waziwazi kuhusishwa na miungu wengine wa aina yoyote. Basi kwa nini dini na tamaduni nyingi huamini katika miungu wengi? Mwelekeo wa kuamini miungu wengi unaweza kuelezwa kama matokeo ya kutafsiri isiyo sahihi ya pambano la ulimwengu. Vita kati ya nguvu na wema na uovu zinajitokeza kila siku katika maisha ya wanadamu. Lakini ukiangalia mtafaruko au changamoto inakuja kuona kwamba kunakuwa na changamoto nyingi kuelewa kwamba Mungu si mmoja, kwamba ni wengi. Hapana. Ila kwa mujibu wa maandiko na muktadha wa kibiblia, tunaambiwa Mungu ni mmoja ila ana nafsi tatu. Tunaweza tukaona hili katika Mwanzo, anasema kwamba na tumfanye mtu kwa nini? Kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Alikuwa akizihusisha zile nafsi tatu katika utendaji kazi, kwamba nafsi ya Roho, Mwana, nafsi ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, vyote vilijumuika katika swala zima la nini? La uumbaji. Lakini Mungu ni nani? Ni mmoja. Na pia tunaweza kupata kielelezo kingine katika Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 4, akiwa anaonyesha kwamba Mungu ni mmoja. Kuna maana ya kina zaidi katika maandishi ya Kiebrania. Shama, sikiliza Israeli, Israeli, Yawe Mungu mmoja. Kwa maneno Yawe likiwa linamaanisha au linadhihirisha kwamba ni nani? Mungu mmoja. Elohimu, wingi wa neno Mungu, kwamba mtu anaposema kwamba Elohim ni sawasawa na anaposema Mungu, sawa. Na pia anasema kwamba matumizi ya Elohim, nomino ya wingi, pamoja na Yawe, jina la umoja la Mungu, Inchad, inayomaanisha umoja ulioungana, vinaashiria asili ya Mungu na uhusiano. Kumwelezea Mungu kwa istihali ya umoja na wingi kunapanua mtazamo wetu juu yake. Kunaonyesha kwamba ingawa yeye ni nafsi moja, pia ni wingi. Kupitia wingi huu anaonyesha umuhimu wa umoja na muunganisho na muungano, uhusiano ukionyesha jamii kamilifu katika asili yake mwenyewe, kwamba muungano ambao umeweza kuunganisha zile nafsi tatu ambao ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ndio muungano ambao Mungu anaweza kuonyesha kwamba ni uhusiano wa kijamii pamoja na mkamilifu, kwamba kila kitu kinafanya kazi kwa pamoja na kwa umoja, ila hakuna mtafaruko wowote ambao unadhihirisha au kuonyesha kwamba ni vitu viwili tofauti, kwamba Mungu ni mwingine na Roho Mtakatifu ni mwingine, ila ni Mungu mmoja ila aliyeko katika nafsi tatu. Naam, nashukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri.
Na tamani nafikiria kwamba umeelewa ndugu mtazamaji kwa uzuri. Huu umoja unakuwa katika nyanja ipi? Mahali fulani ukisoma katika Biblia inaeleza ya kwamba mwanaume na mwanamke wanakuwa mwili mmoja wanapoungana, si ndio? Ni neno lile lile ambalo limetumika pia katika kitabu cha Mwanzo katika ndoa, ikimaanisha mmoja. Ni watu wawili wanaungana lakini wanakuwa mwili mmoja. Vivyo hivyo hata katika habari ya Utatu Mtakatifu. Nije kwako Madam Jenifer. Aliyehaidiwa na Waislamu wanaamini juu ya Ibrahim, lakini pia Wakristo tunaamini juu ya Ibrahim. Kuna ahadi ambayo Mungu alimpatia huyu Ibrahim ya kupata uzao ama mwana. Nadhani kuna mkanganyiko hapo, kama mtumishi Masala alivyozungumza juu ya Ishmaeli na Isiaka. Unaweza ukatusaidia aliyekuwa ameahidiwa kwa wakati wa Ibrahim walikuwa ni nani? Karibu sana. Asante. Ukiangalia dini ya Uislamu pamoja na Uyahudi, zote zinaamini kwamba kuna Mungu mmoja kama walivyopita wazungumzaji wengine, lakini pia wanaamini kwamba kuna mzao ambaye aliahidiwa. Na hivyo ukiangalia Uislamu unaamini kwamba Ishmaeli ndiye mzao aliyeahidiwa, lakini upande wa Uyahudi wanaamini kwamba Isaka ndiye mwana aliyeahidiwa. Lakini kuna mzao mwingine aliyeahidiwa wa Ibrahimu ambaye ni Yesu Kristo, kwamba kupitia uzao wa Ibrahimu basi Yesu Kristo ataweza kuwepo pia kama mzao wa Ibrahimu. Kitu ambacho kitu ambacho Wayahudi na Waislamu hawakuweza kukielewa kwa uzuri zaidi. Na hivyo Ibrahimu wakati akiwa anamtoa sadaka Isaka kama vile Mungu alivyokuwa anamwambia, na ndipo aliweza kuona siku au aliweza kufurahi. Kusoma Yohana 5:56 anasema kwamba Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Yesu ni mzao wa Ibrahimu ambaye aliahidiwa kuja kuleta ukombozi kwa wanadamu, au kuja kuondoa utengano uliokuwepo kati ya wanadamu pamoja na Mungu wao kwa sababu ya dhambi ambazo wanadamu walikuwa wakizitenda. Maneno haya ambayo anasema kwamba Ibrahimu baba yenu alishangilia vile atakavyoona siku yangu, naye akaiona akafurahi, aliyasema Yesu wakati ambapo alikuwa akiongea hekaruni, na mahali ambapo Ibrahimu aliweza kutoa sadaka kwa miaka 2000 iliyopita. Na wakati huo Ibrahimu akitoa sadaka, ndipo Mungu alimpatia mwanakondoo wa kiume ambaye ndiye alifanyika kuwa kafara kama ondoleo la dhambi badala ya Isaka ambaye ndiye alikuwa ameagizwa na Mungu amtoe. Kwa hiyo ndipo ilivyokuwa kwa Ibrahimu kwamba alishangilia wakati huo kwamba mwanakondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu atakuja na kuja kuondoa dhambi za ulimwengu na kukomesha hii sadaka au kafara ambayo ilikuwa ikiendelea katika ulimwengu. Na Yesu pia alipokuwa katika utambulisho aliotoa uliweza kuzua taharuki kubwa. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 8:58 anasema kwamba amini nawaambia, yeye Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Mimi niko ni neno pia linarejelewa katika kitabu kile cha Kutoka 3:14 kwamba Yesu anasema mimi niko. Tukirejea kwa Musa pia alimwambia Musa aliuliza, nitakapofika kwa wana wa Israeli niwaambie ni nani aliyenituma? Na ndipo tunamwona Kutoka 3:14 anasema kwamba mimi niko ambaye niko, kurejelea kwamba Yesu alikuwepo mwanzo na hata wakati huo wa Musa, na hata wakati ambapo anaagizwa kwenda kuwatoa wana wa Israeli bado Yesu na yeye yupo. Na anasema kwamba ukizingatia hivyo asili, anasema kwamba Maandiko yanaeleza wazi asili sio kifani ya Mungu. Anasema wewe ndiwe Mungu, ndiwe mkuu, Bwana Mungu, kwa maana hakuna kama wewe wala hapana Mungu mwingine aliye ila wewe. Ukisoma Samueli 7:22. Kumaanisha kwamba ukiangalia pia neno mwana ambalo ndilo linatumika katika Biblia limesimama kwa muktadha wa kuwakilisha, anasema uhusiano, yani inaonyesha uhusiano kati ya nafsi tatu, Mungu Baba, Mungu Mwana pamoja na Roho Mtakatifu. Ukizingatia pia kwamba
Anasema Yesu alivyozaliwa, alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, wala halikuwepo tendo la kibiolojia kwamba kupatikana kwa Yesu kuwepo. Na ukizingatia pia hata katika ulimwengu tunaoishi, hajawahi kutokea mtoto azaliwe pasina kuwepo na tendo la kibiolojia ndipo mtoto azaliwe. Lakini kwa Yesu inakuja kuonekana ni tofauti. Mariamu ambaye ni bikira anapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na ndio maana Yesu anazaliwa. Hii kumaanisha nini? Inamaanisha kwamba ukisikia mwana anasema kwamba katika muktadha huu si maelezo ya kibiolojia au ya kimwili, bali ni nafsi ya uhusiano, yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wako upande mmoja katika jukumu lao la kuwaokoa wanadamu. Na anasema kwamba si kwamba Mungu alimzaa mwana, bali kwamba Mungu alifanyika mwana kwa ajili ya kuleta upatanisho na kuondoa gap lililokuwepo kati ya Mungu na wanadamu kwa sababu ya dhambi ambazo wanadamu walizitenda. Nashukuru sana Madam Jennifer kwa ufafanuzi huo mzuri. Na nafahamu ndugu mtazamaji umemfahamu huyo aliyekuwa ameahidiwa alikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe, anadhihirishwa katika maandiko matakatifu. Nije kwako Madam Jonia. Tunafahamu na tumejifunza juu ya huyu Yesu pamoja na Uislamu. Wakati fulani kuna mtu anaweza asimwamini ama asijue kwa nini alikuja duniani, na Wakristo tunaamini alikuja kwa ajili ya kafara. Hivyo unaweza ukatusaidia mimi pamoja na mtazamaji tukafahamu umuhimu wa kafara hii ya Yesu Kristo katika maisha yetu leo ni nini, ama lengo la yeye kuja kwa ajili ya kafara ilikuwa ni kitu gani? Karibu sana. Asante. Tunajifunza katika hili somo tukijikita sana kwa hawa watu wa jamii ya Kiislamu wapate changamoto sana kuelewa kwa nini kuwe na dhana ya upatanisho. Kwa nini? Kwa sababu katika Uislamu wanajifunza kwamba Mungu ni mtu anapokea msamaha moja kwa moja, na ni kwa sababu ni baada ya mtu kuwa ameomba toba na kufanya matendo mema. Na katika Qur'an sura Al-Zumar inasema kwamba inasisitiza rehema ya Mungu. Inasema kwamba sema, enyi waja wangu waliojidhulumu nafsi zao, msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu husamehe dhambi zote. Hakika yeye ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Hata hivyo, katika Biblia inatufundisha kwamba tunapokuwa tumetenda dhambi ni kosa. Na hili kosa linatufanya sisi kuwe na utengano kati ya sisi na Mungu. Tunakuwa tumeharibu uhusiano wetu kati ya sisi na Mungu. Na sasa kwa nini kuwe na kafara? Kafara imekuja kutokea ni kwa sababu baada ya kutenda dhambi. Tukisoma katika kitabu cha Warumi 6:23 nasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Na tunapotenda dhambi, mwandishi anajaribu kutuonyesha kwamba tumefanya miili na roho zetu zimetengana na Mungu milele. Ni kifo cha kiroho. Kwa hivyo ni nini kifanyike sasa ili kuturejesha kuwa pamoja na mahusiano mazuri pamoja na Mungu? Ndipo kafara inapohitajika. Na kwa mtazamo wa Kikristo pia tunaona kwamba dhambi inasababisha mvunjiko wa nini? Wa Kikristo ambao tunahitaji nini? Utakaso. Na baada ya hapo sasa tunaona kwamba Mungu anaona kwamba Kristo ndiye anafaa kuwa nini? Kafara ambayo itatolewa kwa ajili ya ondoleo la nini? La dhambi. Na sio tu ondoleo la dhambi bali kufanya pia upatanisho, kwa sababu tumefanya dhambi, tufanye upatanisho kurejesha yale mahusiano yaliyopotezwa kati ya mwanadamu na Mungu. Lakini pia upatanisho wa Mungu hauwezi kuwa mkamilifu bila nini? Bila kafara. Na hii kafara, kwa nini kafara ya Yesu Kristo? Ni kafara ambayo ingeleta haki na rehema ya umilele. Ndio maana tunahitaji nini? Tunahitaji kafara. Lakini haki ya Mungu pasipokuwa na kafara ingekuwa na dosari, kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa hivyo sisi sote tulistahili kifo. Lakini kwa sababu Mungu ni mwenye upendo, tunaona anamtoa mwana pekee ambaye ni Yesu, ambaye ni Mungu pia 100% afe kwa ajili yetu, ambapo ni ondoleo la dhambi na milele. Hata leo tukifanya dhambi, tukiomba toba, hatutoi tena kafara kama ambavyo ilistahili, bali tunamwendea yeye kwa magoti na kuomba na kunyenyekea. Ni kwa sababu amekwisha kutuvika haki yake. Tulichostahili sisi alikupata yeye. Asante.
Na nashukuru sana Madam Jonia. Nafikiria ndugu mtazamaji, umeelewa kwa uzuri ya kwamba Yesu Kristo kuja hapa ilikuwa ni kwa ajili ya kufanya kafara, na hii yote ilikuwa ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi yangu mimi na wewe unayenitazama. Nikisalia kwako Madam Jonia, kafara hii ya Yesu Kristo kwa ufupi, ambayo inazungumziwa na umeizungumzia pia hapo, kwa namna fulani inaweza kuwa tofauti na mtu mwingine kujitoa kwa ajili ya wengine. Hii inatoa tabia gani aliyokuwa nayo Yesu, yeye kama Mungu? Karibu. Asante. Kiukweli hapa tunamjifunza Mungu ambaye ni Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye upendo sana, kwa sababu kama ambavyo masomo ya nyuma ambavyo tumekuwa tukiendelea kujifunza, tumeona ni Mungu mwenye uwezo, ni Mungu muumbaji. Kwa hivyo mwanadamu wa kwanza alipotenda dhambi, kwa uwezo aliokuwa nao angeweza kufanya mtu mwingine mpya kabisa na mzuri kuliko yule wa kwanza, mwenye uwezo hata wa kushinda dhambi na kufanya mambo makubwa mno. Lakini kwa sababu ya upendo aliokuwa nao, aliona kwamba huyu asipotee, bali itolewe kafara ambayo itaweza kufanyaje, kumvika haki na kumuondolea dhambi ile aliyokuwa ameifanya. Na ndio maana tunajifunza sasa kwamba Mungu ni Mungu mwenye upendo. Tujapokosea anatutafuta katika makosa yetu na kutufanyaje, na kutupatia wokovu. Kwa hiyo hiyo ndio tabia ya Mungu tunaojifunza katika hili somo. Nashukuru sana. Yesu anakuwa wa pekee sana na upendo wake unakuwa ni wa pekee sana, kwa sababu anaonekana kutupenda kabla hata sisi hatujampenda, si ndio? Ndio maana anatuita. Madam Dunia amechangia kwa uzuri. Hivyo natamani nikuulize ndugu mtazamaji, unamwamini huyu Yesu? Na kama umwamini, unatakiwa kupata nafasi ya kufikiria, kwa sababu alikufia kwa ajili ya ondoleo la dhambi zako mimi na wewe. Hivyo basi tunatakiwa kumwamini kama Mungu ambaye ni mwenye upendo na aliyetufia msalabani kwa ajili ya wokovu wa milele. Nije kwako Madam Glory. Tumeona habari ya miungu na umetuelezea juu ya uungu katika umoja wake. Ni kwa nini Mungu anakuwa na chukizo juu ya kuwa na miungu wengi? Kwa nini anakuwa na chukizo hilo? Karibu sana. Asante. Mungu anakuwa na chukizo kuwa na miungu mingi kwa sababu alishasema kabisa katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, akawa anasema usiwe na miungu mingine ila mimi, wala mfano wa kitu chochote kilicho chini ya ardhi, juu au kwa namna yoyote. Na pia ni kwa sababu hii anasema hapa kwenye maelezo, anasema mwelekeo wa kuamini miungu wengi unaweza kuelezewa kama matokeo ya tafsiri isiyo sahihi ya pambano la ulimwengu. Vita kati ya nguvu za wema na uovu zinajitokeza kwa kila siku katika maisha ya wanadamu. Watu wanapoona hali zinapopingana kama nuru na giza, wema na uovu, upendo, chuki, wanaweza kuamini kwamba nguvu hizi zinawakilisha miungu tofauti iliyopo katika pambano, jambo linaloelezea jinsi imani za miungu wengi inavyoweza kujitokeza. Na pia ukiangalia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 14 na 15 anasema pia mimi ni Mungu mwenye wivu. Unaweza ukajiuliza ni Mungu alafu anakuwaje na wivu? Ikiwa inamaanisha sio huu wivu kwamba anakasirika au anakuwa mbinafsi, hapana. Ila ni anashangaa kwa sababu watu wake aliowaumba wanapotea. Ndio maana anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ukiangalia hiyo miungu mingine ambayo wanaifuata au wanaitegemea, wanaiamini kwa kile ambacho kinawapelekea kwenye hali ya udhalilishaji, kama ibada za sanamu, sadaka za kutoana kafara, vitu kama hivyo. Lakini Mungu wetu wa mbinguni yeye hataki hivyo. Ila anachotaka tu ni kumwamini na ufuate sheria pamoja na taratibu zake. Na pia hapa kwa ufupi anasema kupitia wingi huu anaonyesha umuhimu wa umoja na muungano, uhusiano, akionyesha jamii kamilifu katika asili yake yeye mwenyewe kama kama Mungu wa mbinguni. Asante. Nashukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Ndugu mtazamaji, unaweza ukafikiria tu mtoto wako uliye naye wakati fulani akaanza kumuita baba mwingine au mama mwingine. Nafikiria kuna wivu fulani utakao kuwa unauhisi. Ndio Mungu hali hiyo anaoipitia, kwa sababu ametuumba na
ibada anastahili yeye. Kwa tunapomwamini Mungu ama miungu wengine, basi wivu anaopata unakuwa ni kama wa baba kwa mtoto ama mama kwa mtoto wake. Nije kwako Mwalimu Masala, mtu anapokuwa akisema ya kwamba Yesu ni kama nabii tu, wewe kama Mkristo, ili huu mtazamo kwako unauchukuliaje? Yesu kama nabii, tumeona huku alikufa msalabani, wewe kwako unakuwaje? Karibu sana. Kwa kusema hivyo, kwanza ni kosa ni vitu vingi, ila nitavisema viwili. Cha kwanza, wokovu. Katika Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na nini? Na uzima. Kwa kusema kwamba Yesu ni nabii, tunakosa nini? Wokovu. Lakini pia katika kitabu cha Yohana waraka wa kwanza wa Yohana na sura ile ya 2 anasema kwamba tukitenda dhambi tunaye mwombezi. Lakini mstari wa 2 anasema kwamba ni mpatanishi. Nitasoma. Anasema, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Mstari wa 2 anasema, na ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Kwa hiyo tukisema kwamba Yesu ni nabii, tusiseme kwamba ni Mungu, maana yake tunakosa mpatanishi kwa dhambi zetu. Lakini mwisho ni wasaidia Waislamu, kwa sababu wanasema kwamba inakuwaje Mungu anazaliwa? Inakuwaje ni Mungu afa anazaliwa? Kwa hiyo nataka kwa nani ni nabii? Katika Wafilipi 2 na sura ile ya 2, ukianza aya ya 5 ukishuka vizuri, utasoma vizuri mpaka mstari wa 11 utapata kitu. Ile mimi nitasoma tu haya mafungu la mstari wa 5 na wa 6. Anasema, iwe na nia hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Alikuwa namna ya Mungu. Naye hakuona kuwa kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Alijifanya hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Kwa hiyo ni Mungu ambaye alitoa namna ya wanadamu ili kutukomboa. Asante. Na nashukuru sana kwa nyongeza hiyo nzuri. Ndio maana tunapata nafasi ya kuwa na mtetezi. Kwa hiyo usipomwamini Yesu, basi wewe hauna nafasi katika mbingu, kwa sababu tuna mtetezi mmoja ambaye ndio njia ya kuelekea kwa Baba, ambaye tulimwasi hapo kabla. Hivyo nikupendekezee tu uweze kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nije kwako Madam Jennifer. Tumejifunza ya kwamba Yesu anakuwa Mungu, si ndio? Ama Yesu ni Mungu. Na hii inaathirije mtazamo wetu kama tulivyojifunza ya kwamba Yesu yeye ni Mungu? Mungu katika nafasi hipi? Karibu sana, kwa sababu tunaona Waislamu na mtumishi ameongezea hapa ya kwamba alizaliwa, lakini ni siri ya utaua kama Matendo anavyoelezea. Kwako wewe unaweza ukatusaidia kwa namna ipi? Karibu sana. Asante sana. Anasema kama maandiko yanavyoelezea wazi asili ya Mungu isiyo kifani, vivyo hivyo Mungu ni halisi, na hivyo kupitia Mungu ndipo wanadamu tuliweza kupata ukombozi. Hebu jaribu kufikiria kwamba kama isivyoweza kutokea kwamba mtu awe mjamzito nusu au asiwe, yani kuwepo na katikati kati ya kuwa mjamzito au kusiokuwa mjamzito. Kwa lazima hapo hamna kitu ambacho kinaweza kuwa katikati, kwamba mtu labda ni mjamzito au sio mjamzito, bali tunaweza kumtambua mtu kama ni mjamzito ama sio mjamzito. Kwa hawezi kuwa katikati kati ya hayo mawili. Lazima atakuwepo na upande ambao ataangukia. Kumaanisha nini? Kumaanisha kwamba Mungu ni halisi, na hivyo mwana ambaye ni Yesu Kristo ambaye tunasema ni Yesu Kristo Baba pamoja na Roho Mtakatifu, kwa umoja huo walio nao na kwa uhalisia wa uungu huo walio nao, ndio walioweza kuleta, ndio kupitia nafsi hiyo iliyopo ndipo waliweza kuleta ukombozi wa mwanadamu. Kwamba Mungu ni halisi, na hivyo mwana isiwe ni kitu ambacho kinatufanya tuchanganyikiwe kwamba na kusema kwamba huenda Yesu ni mwanadamu. Ni hapana. Na ukizingatia pia hata namna ya yeye kuwepo katika ulimwengu ilikuwa ni tofauti na namna wanadamu tunaoweza kuwepo. Ukiangalia pia
kwamba sisi tunakufa kama wanadamu, lakini yeye aliweza kushinda mauti, kumaanisha kwamba ni Mungu na ana uwezo wa kushinda hata nguvu ya mauti, na yeye ndiye aliyeweza tena kuleta ukombozi wa wanadamu. Na hivyo mwana, kwa muktadha huo, basi tuweze kutambua kwamba ni nafsi ya uungu ambayo inamjumuisha Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, na kwa umoja wao walileta ukombozi wa mwanadamu na hata kutuondoa au kuondoa utengano uliokuwepo kati ya wanadamu pamoja na muumbaji wao kwa sababu ya dhambi alizozitenda. Kwa hiyo tusichanganyikiwe kwamba Mungu ni halisi na yeye ni tofauti na viumbe wengine. Mwanadamu anatokea kwa sababu ya tendo la kibiolojia, lakini Yesu Kristo ambaye ni Mungu pia hakuweza kutokea kwa tendo la kibiolojia sawasawa na wengine ambao wanaweza kuconfuse sababu ya hiyo. Kwa hiyo si kwamba Mungu alimzaa mwana, na si kwamba Mungu alimzaa mwana, bali kwa Mungu alifanyika mwana, bali kwamba Mungu alifanyika mwana. Kwa Mungu alifanyika mwana kwa ajili ya kuleta ukombozi wa wanadamu katika ulimwengu huu. Nashukuru sana. Na mimi ndugu mtazamaji, umejifunza vingi na mambo mengi katika somo hili juu ya Yesu na Uislamu, ambapo ameanzisha Mtume Muhammad akiamini ya kwamba Mungu ni mmoja, na ni kweli ni mmoja katika dhana ya Biblia, lakini mmoja katika nafsi hizo tatu. Nikualike tena panapo majaliwa katika masomo mengine ambayo yatakuwa yakiendelea. Uendelee kutufuatilia, usichoke kufuatilia masomo yetu, naamini utabarikiwa katika channel yetu hii ya SUA SD Church Media. Lakini kabla hatujatoka, na tamani tufunge kwa ombi, na mwalimu Masala, karibu kwa ajili ya ombi. Tuombe. Asante Yesu kwa wema wako. Asante kwa nafasi ambayo umetupatia ya kuweza kuzungumza pamoja na watumishi wako. Kila mmoja tufundishe kuweza kukuelewa wewe, na Bwana ujapo kwa mara ya pili utuokoe kama ambavyo ahadi yako ilivyo. Bila kutusaidia, ndio kuwasaidia marafiki zetu Waislamu nao pia waweze kupata kukufahamu wewe kuwa ndiye Mwokozi wao, lakini pia Mwokozi wa ulimwengu. Uwe nasi katika juma hili tukijifunza ukuu wako, kwa jina la Yesu. Amina.